Katika kijiji cha Mitua Naitiri, eneo bunge la Tongareni kwenye kaunti ya Bungoma, tunazuru familia Edward Wafula ambaye aliaga baada ya shambulizo hilo. Familia yake bado inaonekana kukosa furaha miaka 10 baadaye baada ya kumpoteza mpendwa wao. Wenzake waliona ni fursa ya kipekee kuliwaza pamoja na familia hiyo kama njia mojawapo ya kuonyesha umoja na upendo. Siku hii ilikuwa zamu ya kufika katika familia ya Edward ambapo walifanya sala na kisha kupokea mafunzo ya kisaikolojia. Babake mzazi anasikitishwa na hali hiyo, akidai kuwa Edward alikuwa mtoto wake wa kipekee aliyewahi kufika chuo kikuu, wakiwa na matumaini ya kuwa angekuwa mwokozi wa familia yao baada ya kuhitimu. Sisi kabisa marehemu vile tulikuwa tunang'ang'ana na yeye, alikuwa ametuambia wakati yeye atamaliza shule atakuja kusaidia watoto wenye wako nyuma. Sasa wakati tulikuwa tunaongea hiyo anatuambia hivyo, tulikuwa sisi tuko na amani kujua sisi wacha tung'ang'ane, tukichua kweli kabisa huko mbele tutapumzika. Hata si kuchichua hali niko sasa, kutokea hapo hata sina nguvu, ninajikasa lakini nguvu hakuna. Nataka serikali itusaidie, watoto wenye tumesukuma wamekwamia kwa njia bila kwenda college yoyote. Wengi wa walionusurika bado hajapona kabisa. Rebecca Mlunda ambaye sasa ni mwalimu alinusurika shambulio hilo, lakini kumbukumbu bado zinamjia kila uchao. Anaeleza jinsi ajali yoyote inavyomrejesha kwenye tukio hilo na bado hawezi kuishi kwenye majengo marefu kutokana na hofu ya kushindwa kutoroka tena kama ilivyokuwa siku hiyo. My story nikikumbuka vizuri, it was on a Thursday morning, wakati ambapo tulikuwa attacked. Na nilikuwa bado nimelala kitu 5 na nilisikia mlipuko ground floor ambao ulinifanya nishuke kutoka kwa kitanda niende ni confirm nini kinafanyika. So kutoka kwa kitanda kufika kwa mlango na nikasikia wakisema tumefika, tumekuja kuua na kuuawa. So hapo nikashtuka, nikasema tu Al-Shabaab, na nikarudi kwa room mbio kwenda kujificha. So nilipanda kwa kitanda juu na nikaingia kwa kadirisha kale kaduko ka wardrobe. Huko ndo nilijificha mpaka kitu saa 3 pia nikaita rafiki yangu, alikuwa amejificha chini yangu kwa wardrobe. Nikamuita, nikamsaidia akaingia kwa kale kadirisha huko juu, tukakaa huko mpaka kitu saa 2 saa 3 usiku ndio tukaokolewa. Risasi zilinichoma sana miguu, hata vile nilitoka huko kutembea ilikuwa shida, but nilishughulikiwa Kenyatta Hospital, dischargiwa, nikakuja nyumbani. Walionusurika wengi bado wanapambana na hali ngumu za kimaisha. Ramadan Tasike, mhitimu wa sayansi ya kompyuta kutoka chuo kikuu cha Garissa, amejaribu mara zaidi ya 20 kutuma maombi ya kazi serikalini bila mafanikio. Kilio cha walionusurika bado ni kile kile. Wanaomba serikali iwasaidie kupata ajira, itambue rasmi mateso yao na itoe fidia kwa familia za waathiriwa. Wana matumaini kuwa siku moja serikali itawapiga jeki kukabiliana safari yao ya uponyaji, kwa sababu kwao shambulio la Garissa bado halijaisha. I got a back injury during that occasion, and I sustained some injury. Up to the moment, I'm still going under physiotherapy treatment. If a government will have to offer me a job opportunity, I'll have to appreciate. Is to give them opportunity to work. Familia hii na familia zingine zilizoathirika zimetoa ombi kwa serikali zikaweze kufidiwa. Nikiripotia runinga ya Tandao kutoka kijiji cha Mitua, eneo bunge la Tongareni, kaunti ya Bungoma, mimi ni Alex.
Wekesa.